Na mtazamaji, nadhani utakuwa unafahamu kwamba Rayvanny bwana na Mac Voice wamekuwa kidogo wana ugomvi ambao umekuwa ukiendelea kwa muda kidogo huko mitandaoni, na sababu ya yote haya bwana Mac Voice amekuja kuizungumza siku ya jana wakati anafanya interview pale katika moja kati ya media maarufu kabisa nchini Tanzania ambayo inafahamika kwa jina la Mjini FM. Nadhani utakuwa unafahamu kwamba ni moja kati ya mainstream media ambayo inafanya poa tu, na hivi karibuni bwana Mac Voice alienda pale kwa ajili ya kufanya interview, na katika hiyo interview Mac Voice ameamua kuzungumza au kutoboa siri nyingi sana ambazo zilikuwa zinaendelea kipindi ambacho yeye alikuwa bado yuko signed katika record label ya Next Level Music ambayo inasimamiwa na Rayvanny. Mac Voice amezungumza mambo mengi sana, na moja kati ya jambo ambalo amelizungumza limemeke headline huko mtandaoni bwana ni issue ya yeye kwamba alikuwa halipwi. Hicho ndio kitu cha kwanza kabisa, ni kwamba Mac Voice ameweka bayana kwamba alikuwa halipwi, japokuwa kwa mujibu wa makubaliano ya mkataba ambao alikuwa amesaini pale Next Level Music ilitakiwa awe analipwa 40% ya mapato ambayo yanapatikana katika kazi za muziki na shows ambazo anazifanya katika akiwa yuko chini ya usimamizi wa record label hiyo. Lakini kwa mujibu wa Mac Voice mwenyewe anadai kwamba alikuwa hapokei hata sumni, jambo ambalo yeye limemkatisha tamaa na kuamua kuondoka ghafla kwenda kujitafutia pesa, kwa sababu mama yake pia alikuwa anaumwa kipindi hicho. Kwa mujibu wa Mac Voice anadai kwamba tokea alivyosainiwa pale ni kwamba amefanya kazi zimeenda. Nadhani tunakumbuka kwamba kuna nyimbo nyingi tu kama vile Mama Mwenye Nyumba zilifanya vizuri sana, na nyimbo nyingine kibao, yani almost EP nzima ilifanya poa, na kila single ambayo Mac Voice alikuwa anafanya ilikuwa inaenda mjini. Lakini at the end of the day, kwa mujibu wake mwenyewe Mac Voice anasema kwamba hakuwahi kupokea hata sumni, yani zile 40% ambazo zilikuwepo kwenye makubaliano ya mkataba ambao alikuwa amesaini katika record label hiyo, hajawahi kupewa. Lakini kibaya zaidi ni kwamba mama yake mzazi alikuwa anaumwa na alikuwa anahitaji takriban milioni 2. Familia ilikuwa imejichanga wakapata 200,000, kwa hiyo ilikuwa inahitajika milioni 1 na 800,000. Na kama unavyozifahamu familia za kibongo bwana, wakiona kijana ni star, anafahamika, yuko karibu na watu wenye pesa, basi wanamtegemea kwa kiasi kikubwa. Sasa kwa upande wake Mac Voice, siri yake ilikuwa moyoni mwake, alikuwa anajua kabisa kwamba pesa sina, japokuwa familia inanitegemea, lakini sijui jinsi ya kuwasaidia. Ilibidi aende kwa Rayvanny kwenda kumuomba hela, lakini Rayvanny alimkatalia kwamba, akamwambia wazi kabisa hela sina. Bwana, hiyo imekuwa ni moja kati ya mambo ambayo yalimuumiza sana Mac Voice, kuona kwamba mama yake anaumwa lakini anakosa msaada, na yeye yuko na jina lakini hela hana. Ikabidi aende akafanye show za chakatuchaka. Unaambiwa kwamba alikuwa siku moja ametulia, akashangaa tu simu imepigwa, kuna show ya kwenda kufanya mkoani huko. Mac Voice ikabidi aende ili tu ajipatie kipato chochote kile aweze kumsaidia mama yake. Jambo hilo lilimkwaza Rayvanny kwa sababu hakutoa taarifa kwenye uongozi, na Mac Voice kutokana na brand ambayo yuko nayo alikuwa hastahili kwenda kufanya show hizo bila management kufahamu. Kwa hiyo moja kwa moja bwana Mac Voice hapo ndipo akapigiwa simu na Rayvanny, akatimuliwa usirudi tena huku studio. Na by the way, muda wote huo Mac Voice alikuwa analala studio, maana alikuwa hajapangiwa chumba, hana gari, hana nini, alikuwa analala studio, au sometimes anaenda kulala kwa mzava ambaye ni director wa Rayvanny. So kutokana na hayo yote ambayo ameyazungumza Mac Voice ni kwamba jana bwana Rayvanny, watu wengi sana walikuwa wanamfuatilia waone, je, atajibu chochote, atasema kipi baada ya Mac Voice kutoboa siri hizo zote kuhusiana na kipindi ambacho yeye akiwa amesainiwa katika record label hiyo ya Rayvanny. Kwa hiyo wadau na mashabiki wengi sana wa muziki walikuwa wanamsikilizia, je, Rayvanny atazungumza nini kuhusiana na hiyo issue. Lakini at the end of the day bwana ni kwamba Rayvanny hakutoa kauli yoyote, lakini tunaweza kusema kwamba ni kama vile amejibu kwa vitendo, kwani siku ya jana Rayvanny kupitia ukurasa wake wa Instagram akaamua kumintroduce msanii mpya kabisa ambaye amemsaini katika record label yake. Kwa hiyo sasa hivi ni kwamba Next Level Music iko na msanii mwingine mpya baada ya Mac Voice kuenda kufanya media tour na kutoboa series nyingi ambazo zinamhusu Rayvanny. Rayvanny ameamua kumjibu kwamba ameshaamua kumreplace, yani hahitajiki tena, na
sasa hivi kuna msanii mwingine pale Next Level Music. Kwa hiyo Rayvanny bwana, kupitia ukurasa wake wa Instagram ameamua kuweka posti takriban 2 official kabisa kwa lengo la kumtangaza msanii mpya. Posti ya kwanza Rayvanny alikuwa ameposti photo shoot, yani wakiwa wanafanya maandalizi, wanampiga picha msanii huyo, alafu baada ya kuposti hivyo Rayvanny hapa chini katika caption akaandika ujumbe. Bwana, ujumbe ambao ameuandika Rayvanny hapa chini alikuwa ameandika tu pale welcome to the big team, alafu akamtag pale Kuss Love TZ. Kwa hiyo bwana, huyu msanii mpya anaitwa Kuss Love na tayari sasa hivi page yake ya Instagram imeshaanza kupata followers wa kutosha, kwa sababu ukiangalia tu kwa haraka haraka bwana anapata view, anapata like mpaka 18,000 na nini, umeona lakini pia vile followers wake, ikiwa page ndo kwanza imefunguliwa siku ya jana, ni kwamba huyu Kuss Love bwana ana jumla ya followers 8,250. Umeona bwana, kwa hiyo anakuja kwa speed kweli kweli. Posti ya pili ambayo Rayvanny amemposti msanii wake huyu, ameandika pale New King, Kuss Love akamtagi hapo, then shughuli ikawa imeishia hapo. Umeona bwana, kwa hiyo hii ni moja kati ya vitu ambavyo vimewapa habari wadau mbalimbali huko katika mitandao ya kijamii kwamba Rayvanny ameshaamua kumsaini msanii mwingine katika record label yake ya Next Level Music. Lakini pia hapa bwana, kuna page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na habari hiyo, ambapo kwa mfano hapa bwana, kuna page imeandika kwamba Rayvanny amemtambulisha msanii wake mpya kabisa kwenye record label yake ya Next Level Music. Huyu bwana anafahamika kwa jina la Kuss Love. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Rayvanny ameposti video ikimuonyesha msanii huyo na kuandika welcome to the big team Kuss Love, na kuandika upande wa Insta story akiwa ameposti picha ya msanii huyo na kuandika New King, ishara ya utambulisho mzuri kabisa kwenye record label yake hiyo ya Next Level Music. Na hii ni mara tu baada ya mjadala mkubwa wa siku ya leo juu ya tuhuma alizokuwa amezitoa msanii wa zamani wa record label hiyo ya Next Level Music ambayo iko chini ya usimamizi wa Rayvanny, msanii anayefahamika kwa jina la Mark Voice, kwenda kwa bosi wake huyo akieleza changamoto mbalimbali alizokuwa anazipata wakati yuko chini ya usimamizi wa record label hiyo ya Next Level Music. Lakini pia vile bwana, Wasafi nao pia wameposti wakaandika hapa Wasafi nao pia wameposti wakaandika kwamba Rayvanny amemtambulisha msanii wake mpya. Ameshare picha za msanii huyo katika ukurasa wake wa Instagram na kuandika welcome to the big team na kumtagi jina lake Kuss Love. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section hapo chini. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.